Ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninamshukuru Mungu pia kwa sababu ya neema hii ambayo ametupa, na ni neema ya pekee sana, neema ya pekee kabisa ambayo Mungu ameiachilia tena siku ya leo. Wako Mwalimu George Rusolo ninayekuletea mafundisho haya. Tunaendelea na somo letu lile ambalo tulianza nalo la kukataa vizuizi vya shetani ili uweze kutimiza maono yako. Na mwanzo nilisema kabisa kwamba kila mtu yeyote ambaye amejijengea msingi wa kumtafuta Mungu, maisha yake sio mepesi sana. Kuna mahali atapita, mahali ambapo kuna vizuizi vingi vya adui shetani. Kwa hiyo katika hapo tuliona mambo mbalimbali, shetani anazuia nini. Natamani nitaje tena vitu ambavyo shetani huwa anavizuia sana kwenye maisha ya watu. Kitu cha kwanza ambacho shetani huwa anakizuia sana kwa watu, nilisema kwanza anaizuia furaha. Kwanza anazuia furaha. Na ukisoma maandiko maeneo mbalimbali, unaona Mungu alikazia kitu hiki kinachoitwa furaha. Furaha imeitajwa mara kadhaa katika maandiko, hasa ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4, utaona Paulo pale ameandika, anasema furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Anakazia kabisa habari ya furaha. Lakini ukisoma kitabu cha Zaburi 51 mstari wa 12, utaona pia pale Daudi anasema, Bwana unirudishie furaha ya wokovu wako, kwamba katika wokovu wa Mungu kuna furaha ndani yake. Lakini pia ukisoma kitabu kile cha Methali sura ya 5 mstari wa 18, utaona pale maandiko yanasema umfurahie mke wa ujana wako. Umfurahie mke wa ujana wako. Na hii ninataka tu uone kwamba hii ni furaha maalum inayotakiwa iwepo kwa wanandoa. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo shetani anavizuia sana kwa watu ni furaha. Watu wengi maisha yao hayana furaha. Watu wengi maisha yao hayana furaha. Furaha ndiyo inayoonesha amani iliyoko ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo furaha ni ishara ya nje. Furaha ni ishara ya nje. Kwa hiyo kitu cha kwanza anazuia habari ya furaha. Na kitu kingine cha pili ambacho nilisema, shetani anazuia tumaini. Anazuia tumaini. Ndio kukuta mtu linapotokea jambo anakaa kama mtu ambaye hana hatua nyingine mbele, hana chochote cha kufanya mbele. Huyo mtu anaondolewa tumaini. Hata mawazo yake anawaza tu ni bora afe, anawaza kushindwa, ana biashara, anakata tamaa na bora ache. Huyo mtu amezuiliwa tumaini. Lakini kitu cha tatu ambacho shetani anakizuia sana kwa watu ni matokeo. Shetani anazuia sana matokeo. Kuna watu wengi wanafanya kazi lakini hawana matokeo, na kuna watu wanafanya kazi ngumu na wanachokipata hakiendani na ile kazi wanayoifanya. Lakini pia kuna watu ambao wanafanya kazi, wanapokea mishahara mikubwa, lakini hawana kitu kinachoitwa matokeo. Yani vitu wanavyovifanya haviendani na ile mishahara walio nayo. Unaweza kukuta mtu mwenye kipato kidogo anafanya mambo makubwa sana, anafanya vitu vya maana, lakini yule mwenye kipato kikubwa unakuta vitu anavyovifanya ni changamoto. Yamkini bado hajajenga, bado kuwa na maisha kama ambavyo wale ambao wana kipato cha chini wanayo. Kwa hiyo inafika wakati unaona sasa shetani anazuia matokeo. Anakuacha unateseka na kazi kila siku, anakuacha unahangaika, na kweli una heshima, una cheo, lakini hauna chochote. Na wengine wakati mwingine shetani anapotaka kukuzuia hivyo, anaachilia roho za madeni. Anaachilia roho za madeni, na zile zinapokuja zinaingia, zinazuia kabisa matokeo.
matokeo, kwamba chochote unachokipata hicho kinasafiri, kinaenda kwa wenyewe, kwa wenye hela. Na hiyo roho ya madeni inavyotumwa inakuja inakuzuia wewe usimiliki na usiwe na nafasi ya kutumia kitu chako kikakusaidia. Sasa angalia, kuna wengine roho ya madeni inavyowakamata sio tu kukopa, inaweza ikawakamata roho ya madeni kwa ajili ya kukopesha tu. Unakuta na pesa, lakini watu wengi wanaokuja wanaukopa, na wanapokukopa ujue we pesa yako haiwezi ikafanya jambo lolote. Kwa hiyo shetani anazuia usiwe na matokeo, na ndio maana kitabu kile cha Luka sura ya 5 mstari wa 5 tulisoma pale, maneno ya Mungu yanasema, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha lakini hatujapata kitu. Huyu ni Petro aliyekuwa anaongea na Bwana Yesu, akimwambia, akimpa kama ripoti, maana aliwakuta pale wakiwa wanaosha nyavu zao, wamekata tamaa, wamefanya kazi usiku kucha, lakini hakuna matokeo. Lakini kitu kingine pia cha nne ambacho shetani anazuia, kizuizi cha nne ambacho adui shetani anapambana sana kuzuia, anazuia majibu ya watu kupitia maombi wanayoomba. Anazuia majibu ya watu kupitia maombi wanayoomba. Shetani hatamani sana watu waombe, lakini pia watu wanapokuwa wanamshinda shetani wanaomba, shetani anazuia majibu. Unaweza ukakuta shida yako uliyoomba miaka 5 iliyopita Mungu alishajibu, lakini shetani kuna vitu amekupiga navyo, akazuia usipokee yale majibu. Na shetani anapozuia majibu, tunaweza tukaangalia mfano wake kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12 mpaka wa 13. Ukisoma pale Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi wa 13, tunakutana na habari ambazo tunaona pale ambapo Danieli alipoona ni vyema akaomba kwa ajili ya ndugu watu wake wa Yuda, kwa ajili ya namna ambavyo wamekaa utumwani, halafu akiangalia kwamba muda wao umeshakaribia wa kutoka katika utumwa. Kwa hiyo alipotaka kuomba, tunaona neno la Mungu linasema miungu ya Uajemi ikamzuia yule malaika ambaye alikuja na majibu kwa Danieli. Kwa Danieli akazidi kuomba, kumbe majibu yake yalikuwa yamezuiliwa kwa wakati ule sahihi. Wakati tu wa siku 3 alitakiwa apokee yale majibu, lakini badala yake akaenda mpaka siku 21. Kwa shetani anazuia majibu ya watu. Yamkini kuna wakati uliomba ili upate mchumba mzuri, uliomba kabisa, lakini shetani aliposikia namna hiyo akazuia majibu yako, akazuia. Mtu mmoja nilifanya naye huduma maeneo mkoa mmoja, siwezi kuutaja, wakati imefanya naye huduma pale, wakati akiwa anaomba sasa wale mapepo wakasema, sisi kazi yetu tuliposikia yale maombi anayoyaomba, ndipo tukaenda tukazuia yale majibu. Mungu alishasikia na Mungu alishamjibu, lakini tukampiga huyo ili asipokee majibu yake, ili asielewe nini ambacho Mungu amejibu, nini ambacho Mungu amemsemesha. Kwa hiyo tukamkamata, na tulivyomkamata kwanza tukazuia habari ya mchumba, na ni kweli alipata mchumba mzuri, lakini tukamzuia, tukamletea mchumba mwingine ambaye huyu amekuja na yeye ni mzee kabisa, ili aweze kumwoa, ili tuzuie yule aliyemuomba na yule aliyepewa na Mungu. Kwa hiyo nataka hapo uone kwamba huyu mtu aliomba maombi, aliomba, lakini baadaye majibu yake wakati anatakiwa yafike kwake akabadilishiwa majibu hewani. Kwa hiyo watu wengi sana ambao wanaweza wakaomba kitu fulani, lakini wanabadilishiwa majibu yao hewani. Kwa hiyo wanapokuwa wanabadilishiwa, wanazuiliwa kupokea kile ambacho wanatakiwa wakipokee kwa saa ile au kwa wakati ule. Kwa hiyo ninataka hapa ni kuonesha na kukufahamisha ya kwamba uone shetani anapokuja kwako anazuia vitu gani? Ni pamoja na majibu ya maombi uliyoyaomba.
na uweze kuona sasa katika hili jambo. Wakati nimesema habari za Danieli, utaona Danieli wakati akiwa naomba yule malaika anakuja kuleta majibu, ile miungu ya mahali pale ikazuia. Wakati mwingine kinachozuia usifanikiwe ni miungu ya mahali kwenu, ya kule kwenu ulikotoka, ni miungu ya ufamilia, ni miungu ya ukoo, ni miungu ya mahali ulipo inayokujua sana. Wakati mwingine hata mahali unapoenda, unakuta kuna eneo unaloenda ili ukafanye biashara, unakutana miungu ya mahali pale hairuhusu kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo unaweza ukapitia shida, unaweza ukapitia migongano mingi sana, unaweza ukapitia hali ngumu sana katika hayo maisha na hapo mahali. Kwa hiyo kabla hujaendelea kufanya jambo lolote, ni vyema basi ukavunja hivi vizuizi vya aina yote, ni vyema ukavunja hizi hali za aina yote, ni bora ukaomba kabisa ili uone katika hilo eneo uweze kupata uhuru, ufanye kile unachokitaka, Lakini kitu cha tano ambacho shetani anazuia moyo wa mtu ili usitii kile ambacho Mungu anasema naye. Shetani anazuia moyo wa mtu ili usitii kile ambacho Mungu anataka. Kitu cha kwanza, anazuia watu wasimjue Mungu au watu wasiokoke. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 13 pale, ukianza kusoma pale, utaona kitu kimoja cha namna ile ambacho neno la Mungu pale linasema, wakati kina Petro wakiwa wanaendelea kuihubiri Injili, tunaambiwa alikuwepo mtu mmoja anayeitwa Sergio Paulo, ambaye huyu alikuwa ni liwali katika yale maeneo. Naye aliposikia habari ya wale watumishi wa Mungu wanaoihubiri Injili, aliposikia ile habari, aliwaita kina Petro ili naye apate kulisikia neno la Mungu, Soma Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 pale utaona. Lakini ukienda kwenye mstari wa 8, changamoto kubwa ni kwamba yule liwali yuko pale, lakini pembeni yake kuna mtu ambaye ni mchawi na yuko shirika naye. Kwa hiyo alipokuwa amewaita wale, yule mchawi akaanza kufanya kazi ya kumzuia. Tena alichokuwa nakifanya, kwa nikusomea maandiko, mstari wa 8 asema, lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali. Sasa usikilize hapo, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani, ile imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho. Tunaona hapa Paulo namna ambavyo alivyokuwa amejaa Roho Mtakatifu, alivyomwona yule Elima mchawi anafanya ile kitu cha kumzuia liwali ili asiweze kupokea lile neno. Sauli kwa sababu alielewa yale mazingira ya rohoni kwamba kuna kizuizi cha rohoni hapa, alimkazia na kumkemea, na alipomkemea ndipo tunaona basi neno la Mungu liweza kufanikiwa kufika kwa liwali. Kwa hiyo shetani, kitu cha kwanza, na ubana moyo wa mtu. Ndio maana tunaweza kukaa na vijana wengi na watu wengi ambao wanaendelea kusikiliza neno la Mungu, lakini bado hawana matokeo ya kuendelea kulipokea lile neno. Wengine wanalisukumia mbali, wengine wanaona kama ni upuuzi, wengine wanaona kama habari ya wokovu ni ya watu wengine. Kwa hiyo unakuta watu wengi wanasukumia mbali habari ya wokovu. Kwa hiyo shetani anabana moyo ili usitii kile ambacho Mungu anataka ukifanye. Lakini pia anazuia moyo kusiwe na matokeo yoyote, juu ya kile ambacho Mungu anataka ukifanye. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 2, utaona pale watu wawili, mtu na mke wake, Anania pamoja na Safira. Hawa watu walikuwa wamepatana kwamba kila mmoja anaenda kuuza alichonacho, na anapouza alichonacho analeta miguuni pa mitume ili waweze kutumia kama shirika. Kwa hiyo hawa watu walipokuwa wamepata ule ujumbe, wakaenda nyumbani, nao waliahidi kabisa kwamba na sisi tuna kiwanja, tuna shamba, kwa hiyo tunaenda kuuza. Tunapokwenda kuuza basi tutaleta thamani yake. Lakini walipoenda kule, neno la Mungu linasema shetani
akabana mioyo yao, nao hawakufanya kama ambavyo Mungu alitarajia wafanye. Ndio maana wanapokuja kwa Petro anamwambia, kwa nini shetani amebana na mioyo yenu hata mkazuia ile sehemu ambayo mlitakiwa kumtolea Mungu? Kwa hiyo unaweza kukuta watu wengi sana wanazuiwa mioyo yao ili wasitii kile ambacho Mungu anataka wakifanye. Wakati mwingine Mungu anakupa kitu, anakupa kazi nzuri, anataka umtolee na sadaka, anataka ufanye au uendelee kutii, lakini moyo wako unavyobanwa, unakuwa na kiburi, uko tayari kupoteza kwa mambo mengine ambayo haina hata msingi, lakini kwa habari ya kazi ya Mungu unashindwa kufanya. Kwa hiyo shetani anabana moyo wako ili usiweze kutii kile ambacho Mungu anakutaka ukifanye. Ninatamani sana kupitia mafundisho haya usije ukabanwa moyo wako, ili uweze kuwa mtumishi mwema na mtumishi halali mbele za Bwana. Kwa hiyo vizuizi vya adui vinakuja vya namna hii, na unapotambua kuna vizuizi lazima uvishughulikie, na tunavishughulikia kwa kuomba. Tunavishughulikia vizuizi vya shetani kwa kuomba. Usije ukafanya mambo mengine. Endelea kusubscribe, endelea kucomment, endelea kulike, endelea pia hata kuendelea kutuma maoni yako juu ya kipindi hiki. Endelea pia kuendelea kututia moyo. Hapo chini kuna namba za simu hapo zinapita kwa maombi na maombezi na ushauri kwa jambo lolote linaloendelea, na Mungu yuko pamoja nasi. Mimi na wewe atakusaidia. Na katika hili basi naomba uendelee kuwa na amani ya Kristo, endelee kukaa ndani yako na uendelee kuyafanya yaliyo mambo mema mbele za Bwana, katika jina la Yesu. Amen.